Katika mwili wa mwanadamu kuna milango mingi sana ambayo imefungwa, lakini pia kuna milango michache sana ambayo iko wazi. Na katika njia zilizopo katika mwili wa mwanadamu ambazo zenyewe pekee yake zilikuwa zinamtosha yeye kuumba empire ama kutengeneza empire kwa ajili yake binafsi, basi nyingi sana zimefungwa. Capability ambayo alionayo mwanadamu ni kubwa sana ya kufanya mambo mengi makubwa sana. Hasa ukizingatia kwamba the first creation of God, yani yule muumbwa wa kwanza ama kiumbe wa kwanza aliyeumbwa, alipewa nguvu kubwa sana ya kuweza kutambua mambo mengi sana. Most of people wanafikiri kwamba ile nguvu iliishia kwake tu. Hapana, haikuishia kwake. Kila mwanadamu anayezaliwa mathali yeye ni binadamu, yani yeye ni mwanadamu, basi anakuwa na nguvu hiyo, ila imejifunga. Nguvu hiyo ni uwezo wa kujua mambo mengi, kufanya mambo mengi na kuwa na maarifa mengi sana, isipokuwa anakuwa yamefungwa katika mwili wake. Kuna milango katika milango ambayo ipo katika mwili wako. Ukishaamua kuaccess ama ukiweza kuaccess ama ukijua siri yake ya kuweza kuaccess, basi moja kwa moja utaweza kuona mambo mengi sana na utajua vitu vingi sana. Lakini watu wengi sana wanakuwa wanafungwa akili zao kulingana na mazingira wanayokuepo. Ila laiti kama mtu atapata nafasi ya kuweza kuaccess pasenti ndogo sana za milango ambayo imejifunga katika mwili wake, basi anaweza kuona mambo mengi sana na kujua mambo mengi sana na kufanya mengi sana duniani. Milango katika milango ambayo imefungwa kwa mwanadamu, huko mlango ambao akiweza kuufungua, basi anaweza akawa ni mtu mwingine na tofauti sana na watu wengine. Most of people ambao wamefunguliwa hii milango ni wale watu ambao walikuwa tunasema kwamba ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu ama the first creation ambaye kaumba kila kitu. Kwa hivyo baadhi yao ambao walikuwa wanawafungulia ya access walikuwa ni mitume na wale ambao yeye alikuwa anawapenda. Watu wengi sana walikuwa wanaweza kufanya miujiza mikubwa katika kuumba vitu tofauti tofauti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna wengine pia wanazaliwa mpaka wanaenda kufa, wao tunaweza kuwaita ni NPC, ni non-participant characters. Sasa katika elimu hizi za kiroho ndio kuna siri nyingi sana ambazo watu hawajawahi kuzijua. Na wengi wao wanaozijua basi wao wanajua kwa kupata msaada wa kiumbe wa tofauti na yeye. Aliyakuwa tayari yule kiumbe anakuwa kashaambiwa ni moja kati ya viumbe ambao yeye alikuwa anatakiwa aweze kuwatawala. So if you're a human being, kama wewe ni mwanadamu, basi jua kabisa moja kwa moja una uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo makubwa sana ambayo hata ukutarajia unaweza kuyatambua ama kuyafanya. Mlango huo katika milango ambayo ninayoizungumzia kwamba mtu akiweza kuufungua anaweza kufanya mambo mengi sana. Sio jicho la tatu kama wengi mnavyodhani, wala sio chakra katika chakra za mwili wako. Wengine wanaweza kusema labda ni crown chakra. Hapana. Huo ni moja kati ya milango ambao ukishaufungua wala huhitaji kingine chochote zaidi ya wewe mwenyewe kufanya kila kitu unachokuwa unakitaka. Wengi wetu ambao tunaofahamu hizo siri, basi utakuta huwa hatujaribu kuweza kufanya hivyo kwa lengo la kuogopa kutoka kwenye mstari ambao umeuzoea kutembea kila siku. Ikiwa wewe unafahamu ni mlango gani mwalimu anazungumzia, na kama wewe ni mtu ambaye ni mfuatiliaji wa masuala ya kiroho, dondosha hapo kwenye comment chini, mwalimu atapin comment yako, then katika video inayofuata ataelezea vizuri zaidi hicho alichokuwa anataka kuambia. Hii ni Rakim's Spiritual, mpaka wakati mwingine.